Watazamaji wa kipindi cha leo, ni siku nzuri sana ya leo ambayo tunataka kuzungumzia mechi ya jana ya Yanga na jinsi ambavyo wamemfulumua kocha wao. Baada ya kulitazama hilo nikaona isiwe kesi, siwezi kudiscuss mimi mwenyewe, nikamtafuta mtu wa mpira kabisa wa Kamachumu. Huyu sio mwingine ni Mr. George, mchezaji wa zamani kabisa na hadi wa sasa hivi anajiita veteran, lakini mimi nakubali sana katika uchezaji wake. Bwana, mambo vipi? Poa, inakuaje? Bwana, siku ya leo unaionaje kwanza? Siku leo niko vizuri. Sasa unajua Jumapili weekend leo Je, unaweza kujitambulisha kwa watu, japo nishawaambia watu unaitwa nani, lakini sio vibaya kama ukirudia. Kwa mimi kwa majina yangu naitwa George Thompson Kabiemela. Nilikuwa center for timu ya Kibuye FC, timu ya Umoja FC na timu ya Police Kagera. Nikarudi nikawa steka kama Kamachumu Stars. Kwa hiyo ni mtu wa football kabisa, sijakosea kukutafuta. Sasa bwana, hadi mimi nakutafuta siku ya leo, nataka tuzungumzie mechi ya jana ya Yanga. Wewe ulivyoiona, Yanga iliferi wapi mpaka inaruhusu kufunga goli moja? Unajua makosa yanayofungwa katika mchezo, kwa sababu mchezo ni mpira wa miguu, ni mchezo wa makosa. Na unapokosea kitu kidogo lazima tukuadhibu. Jana Yanga kuna watu walijisahau kidogo, ndio maana wale jamaa wakapata goli dakika kama 80 na kitu hivi. Kumbuka, ndio maana kaja kupata goli. Tuwezi kumlaumu kocha, sawa kocha, kwa sababu kocha labda inawezekana mkataba wa kocha ulisema utufikishe kwa hatua makundi, utufikishe katika hatua fulani, lakini kuna umisi fulani wa wachezaji. Sasa sijajua ni wao ndio walikuwa wamtaki kocha wachezaji, kwa sababu wachezaji wengi ni professional, ni watu ambao wanajua mpira. Hata wangesemaje, kwa sababu timu ya jana sio si mbaya, ni timu nzuri, lakini kwa uwezo wa Yanga jana, Yanga atakiwa shinde kwanza goli 2 na kuendelea. Hivi kitu pekee nachobidi ujue au tufahamishe mtazamaji, huenda kuna mtu ameanza kufuatilia kuanzia mechi ya jana. Hivi na kama mchezaji unavyokuwa timu yako imepoteza matokeo, kwa nini malalamiko mengi waga yanaenda kwa kocha na sio kwa mchezaji? Hii shida ni nini? Waga inatokea kwa sababu gani? Kwa nini malalamiko yamaukie kocha na sio mchezaji? Najua kuna kocha wa Yanga mpaka sasa na mpaka leo ukimuita kwa kumuuliza hebu naomba nitajie first 11 na timu yako ya Yanga kwa hujui. Kocha alikuwa anajaribu. Mmoja kitu. Tofauti na kocha alivyokuwa Gamondi, tofauti na kocha alivyokuwa Umudi ule Mwarabu ule, kuna kitu ambacho anajua akitoka fulani anaingia fulani. Safu yangu ya timu yangu, first 11 yangu, ataanza George, ataanza Kipili, ataanza fulani, ataanza fulani. Nitatoa sababu fulani, ataingia mtu fulani kwa ajili ya kutengeneza kitu fulani, na ataingia mtu fulani kwa ajili ya kutengeneza. Usiniambie Yanga mimi kabomoa timu sana kuliko Simba, hapana. Yanga wachezaji watoka sana, wachezaji watatu, wachezaji wanne. Na wanenye ni wengi sana kwa Yanga. Tukimchukua Kennedy Msonda ametoka Yanga, tukimchukua Aziz Ki ametoka Yanga, tukimchukua Aridi Aucho ametoka Yanga. Kuna mchezaji mwingine zaidi hapo kutoka Yanga nani? Au ukaniambia Yanga imebomolewa kwa staili hiyo, unafikiri wewe? Hapana. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali langu, shida inakuwa wapi? Kwa nini timu inapokosa matokeo, kwa nini lawama zote zinamwangukia kocha? Wewe kama mchezaji, uwaga ni sababu gani inayopelekea hivyo hadi watu wanaamini kwamba kocha ndo chanzo cha kukosa matokeo? Kocha kukosa matokeo, kuna vitu viwili katika mpira. Katika contract unaosaini wewe na kocha, kati ya mabosi wa timu na kocha, kuna kitu kimoja. Unaposaini mkataba kocha na mabosi, lazima mkubaliana, bwana mimi timu yangu inahitaji iende nusu finali, au timu yangu malengo na kusajili wewe unifikishie timu yangu robo finali, au na kusajili wewe katika klabu bingwa timu yangu ifike mpaka semi finali, au hiyo mabingwa. Ndio malengo yanakuwa hivyo. Lakini unapozidi kufeli katika malengo ambayo kocha ameambiwa ufanye kitu fulani, basi una haki ya kufukuza kulingana na hali ya mkataba uliopata. Kwa hiyo uongozi wa Yanga uko sahihi kabisa kumfukuza kocha wao? Ya, uko sahihi, uko sahihi. Hujakosea. Haujakosea kabisa? Haujakosea. Kwani yeye ana katika details zake, amesale mechi moja, kapoteza mechi moja. Hicho kitu kiwa kinatosha tu kumuondosha katika timu? Kwa sababu Yanga si hapa tu, Yanga amecheza chini ya kiwango mechi zote alizocheza, hata kama amesale mechi moja. Kwa uwezo wa Yanga aliokuwa nao. Kwa mfano tuchukue tu mfano. Pacome Zouzoua ametoka kucheza mechi ya kimataifa. Amerudi amechoka. Wapo watoto wa kucheza ile game. Hauwezi ukamchukua Pacome kwa mwanzisha akaanza full game. Jiulize, una full back za kulia na kushoto, unakuja unamchukua Maxi Zingera akacheza kama full back ya kulia, uko unatafuta nini? Kwenda kumchukua ule mtoto Edmund bado uwezo wake kimataifa, bado akili yake sawa, ni Mtanzania, lakini akili ya kufikiria hapa nifanyaje bado. Najua mpira una vitu vingi sana. Inapofikia hatua mbinu za kocha zimekosa, basi tunahitaji uwezo binafsi wa wachezaji binafsi. Najua Pacome ametubeba sana katika mechi 2-3 hizi. Ametubeba kwenye mechi ya Simba, ametubeba katika mechi fulani, ametubeba kwa sababu hivi tunashinda kwa tunabebwa na mchezaji. Uwezo wa mchezaji binafsi mmoja. Lakini hakuna ile chemistry ya timu ambayo kocha wa Yanga ameipanga, Yanga ikacheza kikemistry au kitimu kama timu, hapana. Kwa kitu tunataka kuniambia hapa ni kwamba kocha alikuwa anabebwa na wachezaji, ila yeye kimbinu amefeli. Basi nikutakie jioni njema na majukumu mema pia. Asante sana ndugu. Jamani wapenzi wa kipindi extra, tumemalizana
mchambuzi wetu wa siku ya leo. Tukutane siku nyingine.